Kamishna wa Chuo cha Mafunzo Zanzibar Kanali Hamisi Bakari Hamisi ameyataka mashirika ya serikali na taasisi binafsi kuweza kuiga mfano wa taasisi ya GMI juu ya kusaidia chuo cha mafunzo kwa misaada mbalimbali ya kijamii. Amesema hayo mara baada ya kupokea msaada wa vifaa vya hospitali vilivyotolewa na taasisi ya GMI kutoka Korea Kusini, hafla iliyofanyika katika hospitali ya chuo cha mafunzo Kilimani mjini Unguja. Amesema kuwa taasisi hiyo imekuwa mstari wa mbele katika kutoa misaada mbalimbali, jambo ambalo linasaidia na kurahisisha utoaji wa huduma katika kituo hicho. Kamishna Hamisi amesema kuwa msaada huo utakuwa ni chachu ya madaktari, manesi na wafanyakazi waliopo hospitalini hapo kwa kuweza kutoa huduma zilizo bora na kwa wakati husika kwa maaskari, maafisa, wanafunzi pamoja na wananchi wanaofika katika hospitali hiyo kupata huduma. Sema tu kama msaada huu tunatumia kwa lile ambalo limekusudiwa na kutumika vinginevyo. Tunashukuru sana kwa msaada huu wa kufaa hivi tiba ambayo itatusaidia kupata matokeo ya magonjwa mbalimbali ambayo tunapima sisi wanafunzi na raia wa Zanzibar. Mashirika mengine mbalimbali yakiwa ya kiserikali, ya binafsi, ya ndani na nje waendelee kutusaidia kwa sababu sisi tuna mahitaji mengi na watu wengi tunakaa nao ndani ambao wana mahitaji mengi ya kiafya ya mambo mengine. Kwa kitokea taasisi yoyote ambayo inaguswa na uwepo wa watu ndani ya vyuo vya mafunzo au ndani ya vizuizi, basi wawe na moyo wa kuwasaidia, kwa sababu wale watu wanakaa ndani lakini bado mahitaji yao kibinadamu yanakuwa, wanaumwa, wanataka matibabu. Naye mkuu wa taasisi hiyo Dr. Sang Yun amesema taasisi hiyo imekuwa na utamaduni wa kuisaidia chuo cha mafunzo, kwani ndio taasisi yenye mahitaji mengi, huku ukizingatia inakana watu waliokosea jamii kwa nyanja tofauti. Amesema kuwa taasisi hiyo ni taasisi kama taasisi nyingine, hivyo wataendelea kusaidia kila wakati unaporuhusu kulingana na mahitaji yaliyopo. Director General of Correctional Services with a request to help support I visited the facility for processes and found that much of the medical equipment was outdated, and so one machine no longer functioning. Naye mkuu wa huduma za afya chuo cha mafunzo Dr. Yusuf Ayub Yusuf ameshukuru taasisi ya GMI kwa msaada wao waliotoa na kusema kuwa msaada huo umekuja kwa wakati mwafaka ambapo kuna mahitaji mengi ya vifaa hospitalini hapo. Dr. Yusuf ameahidi vifaa hivyo atavitunza na kuvitumia kwa uangalifu wa hali ya juu ili viweze kudumu kwa muda mrefu. Niseme tu kwamba sisi kama chuo cha mafunzo hapa na wataalamu wangu hapa tutaenda kutumia vifaa hivi kwa kazi za kila siku hapa chuoni za matibabu. Kwa mfano tunapokea wagonjwa wengi sana hapa kutoka amini wa ndani mkwetu, maafisa na maaskari, wanafunzi na rumanda, lakini pia ni jamii wao tuzunguka ya karibu hapa. Kwa hiyo vifaa hivi kwa ujumla vitarahisisha utoaji wa huduma wetu hapa. Haja ni kwamba tutavitumia kwa uangalifu mkubwa na kuvitunza ili tu vifaa hivi vidumu kwa muda mrefu sana ili tufaidike sisi na wenzetu wajao. Vifaa hivyo vilivyokabidhiwa vyenye thamani zaidi ya milioni 12 ni pamoja na mashine za kupimia pressure, mashine za maabara na vifaa vya kupimia magonjwa mbalimbali ikiwemo matatizo ya moyo. Mahir Saidi, Mafunzo Online TV, habari kwa kina.